Klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeonyesha nia ya kumuhitaji kiungo raia wa Tanzania Faisal Salum Abdalla kuelekea msimu ujao, kuonekana kwamba mchezaji huyo amegoma kuongeza mkataba mpya na kikosi chake cha Azam Football Club. Faisal Salum amebakisha mkataba wa mwaka mmoja kwenye kikosi chake cha Azam, kitu ambacho kinaifanya wekundu wa Msimbazi Simba waweze kumnyemelea kwa ukaribu na kumshawishi mchezaji huyo au asiongeze mkataba mwingine kwenye klabu hiyo, ili iwe rahisi kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kufungua naye mazungumzo ya kupata saini yake kuelekea misimu ijayo ambayo Simba wamekuwa wakimhitaji kiungo huyo Mtanzania Faisal Salum Abdalla Feitoto. Kwa mujibu wa kanuni, Faisal Salum Abdalla Feitoto kwa wakati huu haruhusiwi kufanya mazungumzo na klabu yoyote ile ambayo itamhitaji, kwa maana bado ana mkataba wa mwaka mmoja na klabu yake ya Azam Football Club. Kwa maana kwa mujibu wa sheria ni kwamba mchezaji anaruhusiwa kuongea na timu nyingine katika upande wa masuala ya usajili pale tu ambako atabakisha miezi 6 katika upande wa mkataba wake wa kusalia kwenye klabu hiyo. Kwa hiyo kwa wakati huu Faisal ana mamlaka kikanuni yoyote ya kuzungumza na klabu yoyote katika upande wa kutafuta malisho mapya katika klabu hiyo, licha ya kwamba mchezaji huyo ameonekana hana nia ya kuongeza mkataba mpya kwenye kikosi cha Azam Football Club. Na sababu ambayo inazungumzwa sana kwamba Faisal kwa nini hataki kuongeza mkataba na Azam Football Club, licha ya kwamba yupo kwenye klabu ambayo tunaamini ni klabu ambayo kwa mchezaji yoyote ndiye ndoto yake katika upande wa financial imekuwa ikimkidhi moja kwa moja, ni klabu ambayo katika upande wa facilities wametimia kwa 100%, lakini kama mchezaji umefika muda ambao anaamini kwamba ni muda wa kutengeneza profile. Na profile inatengenezwa vipi? Ni pale ambako utakuwa kwenye timu ambayo unashinda mataji na kuteka zile medani ambazo watu wengi ndio wamekuwa wanazipigania. Azam Football Club kwa siku za hivi karibuni imekuwa ni klabu ambayo imeonekana katika mlengo wa kushinda mataji, imekuwa inamuangusha Faisal Salum Abdalla Feitoto. Sio kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, ni takriban misimu zaidi ya 10 Azam Football Club amekaa kwenye ligi kuu pasipo kutoa hadi mara baada ya mara mwisho kutoa ubingwa msimu wa mwaka 2013 2014 Azam FC ambayo ilikuwa chini ya kocha Joseph Omog. Lakini pia kwenye mashindano mengine Azam Football Club imekuwa ni timu ambayo inakwenda kucompete, inafika katika hatua ya finali, haichukui mataji, imefika katika hatua za mtoano tu, inaishia hapo. Sambamba na hivyo katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambako huku ndiko sehemu ambako pengine Faisal Salum Abdalla Feitoto anaamini kwamba ndio sehemu pa yeye ya kuweza kuonekana, mbali na mchezaji huyu mara kadhaa kuonekana kwenye national team ambako pia amekuwa anafanya vizuri moja kwa moja. Kwa hiyo Faisal Salum Abdalla Feitoto amewaingiza vita mabosi wa Kariakoo, lakini pia mabosi wake ambao kwa wakati huu bado wana haki ya kumiliki kimkataba kwa maana ya Azam Football Club, kutokana na kuhakikisha kwamba mchezaji huyo anaonesha nia ya kuongeza mkataba mpya kuendelea kuitumikia klabu hiyo ya Azam Football Club, washindi wa kombe la shirikisho la TFF mwaka 2019 mara baada ya kumfunga Lipuli goli 1-0. Faisal ni miongoni mwa wachezaji bora wazawa kwa wakati huu. Nafikiri ndiye ambaye unaweza ukamtaja kama nambari 1 kwa ule ubora ambao amekuwa anauonesha. Ni mchezaji ambaye nambasi zake kwa misimu 3 hadi hivi sasa akiwa na Azam Football Club zinafanya kumthibitisha ni kiungo wa aina gani katika upande wa kiuchezaji. Ni kiungo ambaye kwenye kila msimu amekuwa lazima hahusike kwenye magoli 10 plus, kitu ambacho kina confirm. Nikwambie kwamba Azam Faisal Salum Feitoto akiwa na Azam Football Club msimu wake wa kwanza alifunga magoli 19 huku akitoa assist 7. Kwa hiyo kwenye goal involvement alihusika kwenye magoli takriban 26, kitu ambacho kikamfanya awe miongoni mwa wachezaji ambao waliwania katika tuzo ya kiungo bora, lakini pia MVP. Lakini msimu ambao ulimalizika mwaka jana, mchezaji ambaye ndiye alikuwa kinara wa assist kwa maana ya assist 13 huku akiwa amefunga magoli 4, lakini katika msimu huu hadi hivi sasa ndiye kinara wa ufungaji magoli 14, lakini pia ndiye kinara wa kutoa assist kwa maana ya assist 8.
Hizi ndizo numbers ambazo Faisal Salum Abdalla Feitoto amekuwa nazo kwenye kikosi cha Azam Football Club. Ni numbers ambazo kama angekuwa nazo mchezaji wa kigeni, basi angezungumzwa sana, angeimbwa sana na angeandikwa mabango sana, lakini ni mzawa, amekuwa anachukuliwa kwa kawaida, kitu ambacho kinamfanya Faisal Feitoto aweze kutofautishwa na wachezaji wengine wa kizawa. Ndio maana umeona uongozi wa klabu ya Simba wameamua kwenda kumpelekea pressure kwenye timu yake ya Azam Football Club, huku pia wakionyesha nia ya kumpatia fedha ama mkataba mnono mchezaji huyo, na aweze kuonyesha nia ya kuvunja mkataba ama kutoongeza mkataba na klabu yake ya Azam Football Club. Endelea kuwa nasi na TV, kwa maana hapa ndipo ambako tutakuwa tunakupatia updates muhimu za habari za kimichezo, hasa kuelekea mwishoni mwa msimu huu ambako tetesi nyingi zitakuwa zinaendelea moja kwa moja. Naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Nilikuwa hapa kukuletea kile ambacho kinawahusu Azam Football Club juu ya mshambuliaji wao Faisal Salum Feitoto na kile ambacho Simba wamekifanya kuweza kumpelekea pressure na kumshawishi mchezaji huyo kutoongeza mkataba kuelekea msimu ujao. Hadi wakati mwingine, nikushukuru na kwaheri.